madiwani tunaenda kufanya kazi kubwa zaidi huko mbele ya safari tukirudi, ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na ukaribu. Sasa mimi natoa maelekezo hapa kwamba hizi hoja za manunuzi lazima madiwani wawe wanapigwa semina mara kwa mara kwa ajili ya kuwafungua macho kwenye hoja za manunuzi za msingi na dhamana yao ni nini. Huwezi wewe CAG tukaja hapa kuabana wakati sheria za manunuzi na sheria very complicated, watu wamekaa mnatengeneza sheria zaidi ya mwaka mmoja alafu mnataka diwani azitafsiri bila nyinyi kumnani. Kwa mimi namuomba kwa niaba ya madiwani kwamba pamoja na kwamba hoja ipo, lakini hizi hoja za manunuzi ambazo zimesimama kuanzia hoja namba 10 hapo mpaka hoja hii namba 18 zote kwa namna moja au nyingine zingeweza kupata uboreshaji katika usimamizi wa rasilimali hizi kama wangekuwa wamepelekwa workshop au shule fulani ya kuhusiana na hii. Huyo afisa manunuzi tuliokuwa naye manake hajui taratibu za manunuzi. Sasa kama hajui taratibu za manunuzi, si tulikuwa naye wa nini? Waheshimiwa madiwani, msiache mambo haya yakaenda mpaka yakafika sehemu tumeharibikiwa ndio tunashtuka. Kuna watu wengine hawana haya, linapoharibika yanaondoka, anahama na kwenda kwingine, anatuacha sisi na wananchi wetu tunajibu maswali wakati ulaji kala yeye. Na mapungufu mbalimbali ambayo tulibaini, na hizi hoja ambazo zimekosewa kwenye taratibu za manunuzi, kufutika kwake ni mpaka pale ambapo tutafanya ukaguzi unaofuata na kuona lile tatizo halipo tena. Kwa hiyo ukaguzi unaokuja kama hii shida itakuwa haipo, na maana hiyo itakuwa imeshaondoka. Mimi ni kuahidi kwamba kwa zile juhudi ambazo tulikuwa nyuma, sababu kama tulikuwa zile juhudi pengine hoja zingekuwa nyingi zaidi, lakini tulipanga chini ya neema tukaweza kufikia na kukaa nao. Kwa hiyo tutachukua hatua hizo kweli. Baada ya vikao hivi kumalizika, wakati wenzetu wanasiasa hao wanakwenda kwa fomu na tutakaoongoza mara ya pili, sisi nikwambia tutaendelea kukaa tena kuaisha ndio kwa halmashauri kupitia hayo yote ambayo kaunti ameelekeza na maelekezo ya kwako, ili tuone kwamba yanafikiwa na kukamilika kwa wakati. Lakini jambo kubwa katika kipindi chetu chote hatujaweza kupata hati chafu wala mashaka, tumeweza kupata safi. Kwa hiyo naye inadhihirisha kuona kwamba ziko jitihada za makusudi ambazo ziweza kufanyika chini ya baraza hili na kuweza kufanikisha hayo yote mazuri. Kwa hiyo mheshimiwa, tunaona tupite huko kidogo ili waweze kujua. Na kimsingi kama ulivyosema ndoa yako na ndio ukweli, mimi nazungumza na waheshimiwa wenzangu kwa maana kwamba kama yuko diwani atashindwa kurudi, basi sababu sio serikali wala Chama cha Mapinduzi. Sababu itakuwa ni sisi wenyewe, maisha yetu tunayoishi na wale wapiga kura. Kwa sababu kwa maana ya serikali imeweza kuwekeza nguvu kubwa katika kata zetu na miradi ya kimkakati ya kimaendeleo imeweza kufanyika. Hakuna kata ambayo inaweza kuguswa na miradi. Kwa majina anaitwa Mheshimiwa William Anselmo Nalioto, diwani wa kata ya Seminari. Kuhusiana na hoja za manunuzi ambazo zimejitokeza kwa kiasi kikubwa sana kwenye baraza hili la CAG. Moja ni kama alivyosema mkuu wa mkoa kwamba kuna umuhimu wa kuwa na semina ambayo itawasaidia madiwani kuweza kujadiliana na kujua hizo sheria za manunuzi zikoje. Lakini swala hili kwenye halmashauri yetu hii ya Ifakara imekuwa ni swala kubwa tena sana, na sisi kama madiwani tumekuwa tukipigia kelele mara nyingi sana, na ndio maana utaona katika kipindi chetu hichi ambacho sisi tuko madarakani tumekuwa na watu wa manunuzi zaidi ya 3 au 4 wamekuwa wakibadilishwa. Lakini kwa bahati mbaya yani anayetoka anayekuja anakuwa afadhali ya yule ambaye ametoka, na hata hivi tunavyoongea hapa tayari humu ndani mtu wa manunuzi ni mwingine, sio yule ambaye tulikuwa naye. Kwa kimsingi nafikiri ni idara yenyewe
haiko vizuri. Idara yenyewe haiko vizuri. Na sisi tumekuwa tukishauri kwamba waone namna ya kuboresha. Na kitu kingine nafikiri ni ugeni wa mifumo. Ugeni wa mifumo nao umekuwa ukiwasumbua sana. Ukiachana tuna hizi hoja unavyoziona kama zilivyo hivi, lakini hizo hoja zimekuwa nazo zikichelewesha sana hata miradi. Ukiuliza asilimia kubwa ya miradi ambayo inachelewa, watakwambia shida iko wapi? Manunuzi. Kwa hiyo kuna jambo hilo la mfumo nalo linachangia sana, lakini pia na hiyo elimu sasa itolewe, sio kwetu sisi tu madiwani, lakini pia itolewe kwa watumishi wengine ili waweze kusaidiana na wenzao watu wa manunuzi. Jina naitwa Hadija Rashidi Kilamo, ni diwani wa kata ya Mbasa, halmashauri ya mji wa Ifakara. Kwa kweli kama waheshimiwa madiwani, kuna haja ya kupewa semina kuhusiana na manunuzi ili tuweze kuisaidia halmashauri ya mji wa Ifakara kuweza kusonga mbele, kwa sababu kweli kitengo cha manunuzi kimekuwa na sintofahamu nyingi, na sisi kama madiwani tukiuliza mnaambiwa naambiwa mifumo, mnaambiwa naambiwa taratibu ndio tunavyotaka. Sasa labda na sisi tungeweza kujua kwa undani zaidi kwa kupitia hayo mafunzo, tukajua sasa wapi tunasimama kwa ajili ya kuisaidia halmashauri. Madhara makubwa zingine unakuta miradi kuchelewa, lakini pia unakuta miradi inatumia pesa nyingi zaidi kuliko ile bajeti ambayo imewekwa. Kwa hivyo ndio athari ambazo tunakumbana nazo zaidi. Na ukihoji kuhusu pesa zinazotumika, unaambiwa bwana inaweza kuwa labda mabadiliko sijui ya bei au sijui mfumo umefanyaje, yani kuna majibu kama hayo.